ambacho alikizungumza Dosa ni kwamba Simba waliweka mtego kwenye hili sakata la Loemba na viongozi na watu upande wa pili kuamini kwamba wameshinda, ila Simba walijua hawatashinda na wana mipango yao. Tuko hapa na Dosa. Dosa, kwema? Kwema, mambo vipi? Poa, uko vizuri? Niko njema, Mungu mwema, namshukuru na nitaendelea kumshukuru. Na nyie pia mnapaswa kumshukuru Mungu na muendelee kumshukuru kwa sababu bila yeye leo tusingekutana hapa. Uhakika. Dosa, tuende kwenye hila hapa. Uongozi wa Simba umetoka hadharani na kuzungumza. Wamejibiwa na TFF licha ya kwamba wamesema vitu vingi vya hoja ambazo wamevipeleka TFF havijajibiwa kama ambavyo wao wanavitaka. TFF wamechagua vitu ambavyo vinawafurahisha wao, ndio ambavyo wamevijibu, lakini hoja za msingi hawajajibu, na wametoa maamuzi kwamba hawaishii hapa, wataenda kasi. Kwamba uliwahi kuzungumza kwamba ni mtego tu Simba walienda pale TFF. Kwanza niwapongeze viongozi wa Simba kwa kutoka hadharani kuja kutoa ufafanuzi kwa wanachama wao, kwa mashabiki wao. Ni sakata kubwa, ni sakata lenye tija na ni sakata ambalo binafsi linahitaji watu wenye uelewa mkubwa, na ni sakata ambalo binafsi linahitaji watu wanaohusiana na taasisi 2 mpaka 3 kwenye jambo hili. Taasisi ya kwanza ilikuwa ni kwa mchezaji muhusika. Taasisi ya pili ilikuwa ni shirikisho la soka Tanzania TFF, lakini vile vile taasisi ya 3 ilikuwa ni mlalamikaji ambaye ni klabu ya Simba. Yes, na hawa ndio kwa tunawasubiri zaidi watoke mbele waje tueleze ni nini, kitu gani kinafanyika. Ndugu zangu, nilitarajia litafika hapa. Niliamini kwamba Simba anahitaji sosi pa kuanzia. Na vile vile niliamini Simba atakwenda mbele zaidi. Na kwa maneno aliyozungumza mwenyekiti wa bodi mzee wangu Magori, ni dhahiri shairi kwamba Simba anakwenda mbali zaidi. Lakini wanahabari, kitendo hiki ama lengo kubwa la Simba kwenye sakata hili ni kutaka kuziba matundu ambayo yako wazi. Tulishasema na tutaendelea kusema, kuna baadhi ya matundu kwenye mfraye. Lengo la Simba lilikuwa ni kutaka kutibu baadhi ya mambo ambayo pengine hayako sawa. Leo sakata la Damaro limekuwa kubwa nchini. Kila mtu anaamini anavyotaka kuamini. Lakini sisi tunaamini haki. Na sisi tunataka haki. Na haki itapatikana wahusika wote wakiwepo. Simba wao wanahisi wamedhulumiwa. Simba wao wanahisi hawakutendewa haki. Na kama hawakutendewa haki, ni lazima waende mbele zaidi hapa walipofika. Kama kuna mtu anahitaji haki kwenye sakata hili, ni vema kaungana nao. Kama kuna mtu anahitaji haki kwenye sakata hili, ni vema kaungana na Simba. Dosa, uko wapi? Unahitaji haki kwenye hili sakata? Na vipi unaungana na Simba? Mimi siungane na Simba. Isipokuwa mimi ni muumini wa haki. Mimi siungani na Simba isipokuwa mimi ni muumini wa haki. Na haki ndio sifa ya kila Mtanzania. Na vile vile haki ndio sifa ya kila mdau wa mpira. Tunaweza tukazitetea timu zetu, tunaweza tukazipamba timu zetu, lakini kwenye swala la kimantiki kama hili ni lazima sote tuungane, tujue ni nini tutalitatua. Kwa hiyo kama hutaki kuitengeneza haki kupitia sakata hili, ni vema tukakaa pembeni, wapishe watu wapambanie haki. Na haki ikishinda, mimi naamini mpira pia kwa umeshinda. Kwa hiyo si dhambi ukawaombea watu wanaopambania haki wakafaulu kwenye haki wanaopambania. Na Simba wanasema kwamba hili ya mpira wa miguu sio kwa maslahi mapana ya Simba. Haki. Kwa maslahi ya mpira wa miguu ni haki. Sababu football inaongozwa na haki. Na haki huwa haiji kawaida. Haki mpaka uipambanie. Kwa hiyo inapojitokeza taasisi moja kusema inapambania haki, ni vema tukaungana nayo, ni vema tukaisapoti, ni vema tukaongeza nguvu ili kupatikana hiyo haki. Na mimi naamini hii haki itashinda. Hii haki itashinda. Hii haki itashinda kwa imani yangu. Na kama haki ikishinda hii,
ni dhahiri shahiri mpira wa Tanzania itakuwa tumeukomboa. Lazima mjue zipo sababu za mchezaji kuwa raia na zipo sababu za mtu kuwa raia, na kama sababu hazijaikuwa wazi, basi ni lazima watu wapambanie haki. Na lengo la Simba halikuwa baya kama baadhi ya watu wanavyozani. Lengo la Simba ni kutaka kupewa tu ufafanuzi kwamba hii imekujaje. Sasa mtu anapokwenda kwenye taasisi yako, anapokuja kwenye taasisi yako, unaposema kwamba maombi yako yametupiliwa mbali, ina maana umemdharau, ina maana unamhitaji mtu aende mbali zaidi. Na ndio maana viongozi kupitia taasisi ile wametoka front wakasema wao watakwenda mbali zaidi, na mimi nawaombea waende mbali zaidi, ili tujue sakata hili nani anafichwa ndani yake. Kwa sababu kama itakuwa shirikisho kuna mtu linamficha, basi kule kasi litamvumbua. Lakini kasi pia kama itakuwa watataka kumkingia mtu kifua, basi wenyewe kupitia taasisi yao wamesema watakwenda wapi? FIFA ni final size, watakwenda kule, watakuja na majibu ambayo bila shaka itakuwa yamenyooka, na bila shaka litakwenda kuinyosha baadhi ya taasisi ambayo tunaamini haitendi haki kwenye mpira wetu wa miguu. Moja ya kitu ambacho Dosso leo kuzungumza pia kwenye hili sakata ni kuhusiana na kwamba Simba wamepeleka barua kwa TFF ambao ndio wamemruhusu Damaro aweze kucheza kama Mtanzania, na ndio maana wakasema ni ngumu sana kupata majibu yanayotakiwa. Amezungumza Magori pia kwenye hilo, akasema tatizo limeanzia kwa TFF wenyewe. Yes. Na ndio maana siku wa mwanzo nikazungumza, Simba anapeleka maombi yake TFF, lakini kwenye mindset yake anajua mimi pale sifanikiwi. Ila atafikaje kasi bila kufika TFF? Atafikaje FIFA bila kufika TFF? Kwa hiyo kwa lugha rahisi, kupitia yale majibu ya TFF ni kwamba wameiruhusu Simba kwenda mbali zaidi. Na Simba atapokwenda mbali zaidi, kama wakishinda, ina maana shirikisho litaingia doa. Lakini vile vile kama Simba ikishinda, ina maana shirikisho litabidi limtaji muhusika nani alidhinisha haya madudu ambayo Simba amekwenda kufanyaje, kuwafichua. Kwa hiyo la msingi ni kusubiri uongozi wa Simba, viongozi wao kwenda mbele zaidi, ili tutujue nini watatuletea kwenye hili. Lakini na hili pia shirikisho linahitajika sana kujifunza. Waswahili wanasema usimdharau mtu. Inawezekana mtu amekuja kwa wema, na kama mtu amekuja kwa wema lazima umpokee, umsikilize. Kama kuna nafasi ya kulitatua litatue, kama kuna nafasi ya kulificha, kama palikuwa na aibu ya kuificha, wangekaa pamoja wakaificha aibu pamoja, kuliko kuja kumfanyia kama vile yeye ni mtumwa tu, yeye ni mtubaki tu bwana, fanya utakavyofanya. Kwa hiyo sasa Simba anakwenda FIFA, anakwenda kasi. Kama kasi ikija na majibu yaliyonyooka, kuna watu watajiuzulu kwenye shirikisho letu. Wataondoka kwenye shirikisho letu. Yes, wataondoka. Hakuna njia nyingine zaidi ya watu kupambania haki. Leo wapo hawa wachache ambao wanapambania haki, kesho hawatokuwepo. Sasa hawa ambao leo wapo ni lazima wapambane kwa jasho na damu kuhakikisha wao watakapokuwa wameondoka kwenye ardhi ya dunia, basi kuna haki wametuachia. Kwa hiyo mimi nitaungana na watu ambao wote wanapambania nini? Wanapambania haki kwenye mpira wetu wa miguu. Hapa kuna maneno walianza kuhusiana na Elie Mpanzu Kibisawala. Wachambuzi wamekuwa midomoni mwa viongozi wa mpira, lakini pia mashabiki wa mpira kutokana na yale ambao wanazungumza. Magori amemtaja moja kati ya mchambuzi na kusema kwamba aliibua hoja ya kwamba Elie Mpanzu anadai malipo yake, ndio maana haonekani kwenye mechi za Simba za hivi karibuni. Lakini wametoka na majibu kwamba Elie Mpanzu ni mgonjwa na hivi karibuni tayari ameanza kuhusika kwenye mazoezi na wenzake. Twende kwa hapa wachambuzi, hili ambalo limekuwa midomoni mwa watu, bila kusahau la Innocent Loemba ambalo watu waliibuka na kusema kwamba Loemba hachezi sasa hivi kwa sababu anafanya vizuri, ni mchezaji wa Jairut. Mimi tumie naamini kila timu ina wachambuzi wake na kila wachambuzi wana timu zao, lakini kazi kubwa ya mchambuzi ni kutafuta habari na kueneza habari na kuchambua habari. Leo wachambuzi wetu baadhi yao wamekuwa ni watu wa attention sana kwenye mitandao. Mtu anakwenda mbali, anakwenda kutoa taarifa ambayo hata taasisi inayomiliki mchezaji haijui. Yaani inakwenda kutoa taarifa ambayo wenye taasisi, wenye mamlaka ya kumiliki huyo mchezaji wakisikia
wanaweza ikawa ni kesi. Leo mchambuzi ama mtu anakwenda mbali anakuambia Mpanzu hachezi kwa sababu hakulipwa pesa zake. Of course wewe ni kazi yako kutoa habari, lakini ni lazima tukae sehemu ambayo tutatoa habari zitatunufaisha sisi kama wafuatiliaji wako, B zitawajenga wale watu ambao unawafanyaje, unawatolea habari. Kwa hiyo kwangu mimi mwenyekiti wa bodi ameclear kila kitu. Mimi naamini yule mchambuzi aloleta situation kama hiyo kiubinadamu tu, ni vyema tu akaomba radhi na akaiomba radhi taasisi ya Simba Sports Club. Na kwenye hilo mwenyekiti amesema amemuamuru CEO uandikiwe barua yeye na kituo chake, waweze kutoa ushahidi wa yale ambayo ameyazungumza. Exactly kabisa. Unajua ni ngumu sana, ni rahisi kunielezea mimi, lakini ni mbaya kuizungumzia familia yangu mimi, kwa sababu ukimzungumzia huyo mchezaji, ukitaja uongozi na maana umetaja taasisi, si ndio? Kwa hiyo hawakukosea Simba, lakini Simba na wao wanapaswa kutambua kwamba wachambuzi wetu, wadau wetu wa mpira ni watu ambao wanapenda sana kutafuta attention kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo wanapaswa kumsamehe, na ule mchambuzi alotoa taarifa hii naye pia kiubinadamu anapaswa kuomba radhi Simba Sports Club, kwa sababu kila jambo mimi naamini linazungumzika na hili pia litazungumzika na litakwisha. Twende tumalize na hila hapa Dosa. Baada ya mchezo wa Azam FC na Simba kuliibuka taharuki kuhusiana na wachambuzi. Hilo pia mwenyekiti ameligusia baada ya kuonekana mashabiki wa Simba wengi wanaona hawatendewi haki matukio ya michezo miwili muhimu ambao ni Simba Azam pamoja na Young Africans, yote ambao walitarajiwa wapate matokeo hawakupata, na kuona kuna namna ambavyo timu yao inashindwa kupata ubingwa kwa sababu ya matokeo ya uchambuzi, na amesema kwamba watalifanyia kazi. Tuanze kwanza kwenye hilo. Hapo jana tumeshuhudia baadhi ya mashabiki wa Simba wameita mkutano na waandishi wa habari wakikanya baadhi ya waamuzi kutokuchezesha mechi zao tena. Nimefuatilia, nimeona ni hoja ambazo kwangu mimi ni dhaifu. Yaani wazee kukusanyika kusema kwamba tutamroga yule mwamuzi, kwangu mimi ni hoja dhaifu sana, na ni hoja za watu waliofeli. Mtanange na wenzako, kwenye ligi yetu hii hakuna klabu yoyote ambayo haijawahi kuacha kunufaika na waamuzi. Tena vitaje hivi vilabu vikubwa hivi. Leo ukienda kwenye kamati ya masaa 72 watakaojitokeza zaidi ni hivi vilabu vikubwa, kwamba ndivyo vimefanyaje, vimenufaika. Umeona? Sasa wale walipaswa kuzungumzia hoja zao kishabiki, lakini kiuongozi hupaswi kulalamikia, kwa sababu hata Simba wenyewe kupitia huu Aragija sema tu Ahmed basi, kupitia huu Ahmed walishai kunufaika, sababu mimi nakumbuka mechi ya Simba vs Mashujaa. Huyu mwamuzi Ahmed alishai kuwapa Simba, aliwazadia Simba penalty ambayo haikuwa clear. Yes, na Simba wakanufaika kupata alama 3. Lakini unaweza ukauliza, je, hawa wazee hawakukuepo? Hakukuangalia mechi? Sijui umeelewa. Lakini hata ukija kwetu sisi pia kuna mechi tushai kunufaika nazo kupitia waamuzi. Lakini hata ukienda kwa Azam pia kuna mechi washai kunufaika kupitia waamuzi. Kwa hiyo every teams mimi naamini wameshai kunufaika kupitia waamuzi. Kwa hiyo mashabiki tusifike mbali na tukawatishia waamuzi maisha, tukasema kwamba hawa waamuzi wanastahili kufungiwa. Kwangu mimi sio sawa. Lakini shirikisho, bodi ya ligi na chama cha waamuzi, engo wao ni muhimu sana kwenye mpira wetu. Kama wanataka kudhibitisha ubora wa wawekezaji wetu, engo ya waamuzi ni muhimu sana. Wakae na waamuzi wao, waone ni namna gani wanaweza wakatatua migogoro ambayo inaendelea baina ya timu na timu, baina mashabiki kwa waamuzi.